Ujumbe wa Mungu kwenye sherehe hii ya Epifania au tokeo la Bwana. Epifania ni kujionyesha au kujidhihirisha au kujitambulisha. Kujitambulisha kwa mataifa kadiri ya zile lugha ambazo naita Kigiriki, Kilatini. Sasa Kiswahili, kujidhihirisha, kujitambulisha, kujionesha, na si kujionesha tu msituni, bali kwa watu ambao wanapaswa kuona mwanga ambao ni huyu mtoto aliyezaliwa. Kisoma katika kitabu cha Kutoka sura ya 3 aya ya 12, Mungu anaongea na Musa ili aweze kujitambulisha au Musa amtambulishe Mungu kwa watu. Na hata ile sura ya 19 kitabu hicho cha Kutoka aya ya 18, kwamba Musa anaongea na Mungu, na Musa anasema mimi ni nani? Anaambiwa nenda ukatoe taarifa kwa taifa la Israeli, na nenda kwa Farao. Ili Musa aliwekwa kuwa nafasi ya kuliokoa taifa la Israeli. Kumbe Mungu anajionyesha kwa namna mbalimbali pale mlima Sinai, na hapo katika nafasi ya kwenda kujionyesha au kulikomboa taifa la Israeli. Kujionyesha huku kwa Mungu kwa Musa pia unaonekana katika Agano Jipya. Unaposoma mwinjili Yohane sura ya 1 aya ya 14, yanza tangu aya ya 1, hapo mwanzo kulikuwako neno, naye neno alikuwako kwa Mungu, naye neno alikuwa Mungu, na pasipo huyo neno hakuna kilichofanyika. Kumbe Mungu anajitambulisha kuwa ni neno. Wapendwa, sherehe za Epifania ilianza kusherehekewa katika karne ya 4, kwamba kuzaliwa, kuabudiwa na mamajusi na hata kubatizwa. Na ubatizo wake Yesu ndio pale unapojionyesha pia katika harusi ya Kana, kwamba Yesu anajitambulisha kwa mataifa kwenye ile pia harusi ya Kana, Yohana sura ya 2. Kuzaliwa ilikuwa ni nafasi ya kujidhihirisha kwamba huyu Kristo ndiye nuru, Kristo ndiye taa, na Kristo ndiye mwana wa Mungu ambaye alipobatizwa katika mto Yordani sema, tazama huyu ni mwanangu mpendwa wangu ninayependezwa naye, msikilizeni yeye. Na hivyo nasi pia tunapaswa kumsikiliza kama hawa mamajusi walioongozwa na nyota. Lakini tukitazama nafasi ya kujifunua kwa Kristo kwa mataifa, katika ubatizo wake anafunuliwa na Mungu Baba, na katika harusi ya Kana anajifunua, anajionyesha ile nguvu ya kimungu. Kumbe ni nafasi ya sisi kuimba na kutafakari juu ya ukuu wake, kwamba tunamtambua Kristo katika nafasi mbalimbali za maisha yetu. Ndiposa katika somo la kwanza, kumbe somo hili la kwanza, nabii Isaya katika sura hii ya 60 inatupa nafasi ya kuonesha pale ambapo mara nyingi huwa labda tunaimba, lakini tafakari ile anasema, ondoka Yerusalemu, uangaze kwa kuwa nuru yako imekuja, kwamba huyu ndiye nuru. Na kama tunataka tuione hii nuru, tunaambiwa inua macho yako utazame pande zote, wote wanakusanya na wanakujia wewe. Kwamba sisi tunainua macho tumtazame huyu na tunamwendea. Ndio somo hili la kwanza, kwamba huyu sasa ndiye mwanga wa mataifa, ni mfalme wa mataifa, mfalme wa ulimwengu. Ufunuo na udhihirisho wa Kristo katika ulimwengu kwa mataifa yote na kwa wataalamu wa nyota. Wataalamu wa nyota, au tunaweza kuwaita wanajimu, wana utaalamu wa kuzisoma nyota. Nyakati zetu taaluma hii inapotea kwa vile
kuna kitu kinaitwa AI, kinachafua akili ya mwanadamu kwa namna fulani. Wazee wetu walitambua hata kuziona nyota 6 zikitoka mashariki zikafika katikati hapo usiku kati, wanasema mwaka huu ni wa njaa, kwa vile nyota zimeinamia upande wa kusini au zimeinamia upande wa kaskazini. Walikuwa ni wataalamu, na anaamka usiku baba wa familia, babu, na anatazama nyota zilivyoangaza, anasema mwaka huu utakuwa na neema, na hivyo tuanze kuandaa mashamba. Wale walikuwa ni wanajimu, na alfajiri saa 10:30, saa 11 anatazama magharibi kuona nyota ile inadhihirisha, inaonesha jambo fulani, ni unajimu. Lakini hawa mamajusi waliongozwa na nyota kwenda kwa mfalme. Sisi tuna utaalamu mbalimbali, na nyakati zetu mtu anaota ndoto, nimeota ndoto Kipalapala wote mmekufa, mmekwenda zako. Hiyo ndoto sio ndoto nzuri. Mungu hawezi kutuua wote mara moja, kwa vile anatupenda na kila mmoja kwa nafasi yake. Labda mtu huyo ana maluelue kichwani, ndio maana ameota ndoto. Sasa sijui maluelue, msiniulize maana yake ni, tukatafute kwenye kamusi kama neno hilo lipo. Lakini wanajimu hawa wanaongozwa na nyota ili waweze kumtambua huyu aliye mfalme, aliye kuhani na nabii ambaye wanamwendea, na wanatoa dhahabu ambayo ilikuwa inatolewa kwa wafalme, wanatolea uvumba ikiwa unatolewa kwa hao makuhani ambao wanatolea nafasi ya kumtukuza Mungu, au kwa Wayahudi na manemane katika nafasi hiyo ya kumtafuta Kristo katika safari. Wapendwa, kumwendea Kristo ni safari kama hawa mamajusi, ni safari yetu ya kiroho. Na kama ni safari yetu ya kiroho, tunapaswa tutazame nyota inayotuongoza. Nyota inayotuongoza ni mafundisho yetu ambayo ametupatia Kristo mwenyewe, amri zake na mafundisho yanayotuelekeza twende tukamuone huyu ambaye ni mfalme wa ulimwengu. Wakaleta udi na ratili. Ukisoma Yohane sura ya 19 aya ya 39 hadi ya 40, wakati wa kifo chake Kristo anasema, wakaleta udi na ratili 100 na manemane, wakautwaa mwili wake Yesu, wakaufunga kwa kitani safi pamoja na yale manukato, kama ilivyo desturi ya Wayahudi kuzika. Walitabiri juu ya kifo chake Kristo. Hawa mamajusi wanapopeleka manemane ili na huo uvumba, ili kutambua kwamba huyu ni mfalme anapewa dhahabu, huyu ni kuhani, na huyu ni nabii ambaye wanatabiri kifo chake. Wapendwa, safari ya kiroho inatuelekeza kumuona huyu mfalme, na kama ni safari ya kiroho inatuelekeza pia nasi kutambua kwamba tumepewa uwakili, kama Paulo anavyosema katika somo la pili. Na kama Paulo alivyopewa uwakili, anataka tumtambue huyu aliyejidhihirisha kwetu, anataka tumtambue huyu aliyejifunua kwetu, anataka tumuone huyu aliyejitoa kwetu, Kristo Masia. Na hivyo mamajusi wanaposafiri kwenda kumuona, sisi tuwe na safari ya kumtafuta Kristo, tuwe na safari ya kuongozwa na nyota, tuwe na safari baada ya kuiona nyota na kutufikisha mahali alipo mtoto Yesu, tuweze kumwabudia. Na tunamwabudia tukitambua siri hiyo ambayo tumekabidhiwa, ambayo inatokana na kumjua Kristo katika Injili, ambayo inatokana na kumjua Kristo kwamba sisi ni mawakili wake Kristo mwenyewe. Katika somo la Injili ndipo tumepata nafasi hiyo ya hawa walioongozwa na nyota, lakini wanakwenda kwa mfalme. Kama ilivyo baadhi ya wafalme wa nyakati hizi, wanaogopa ukweli, wanaogopa kutenda haki, wanaogopa wale wanaowaambia ukweli. Herode si kwamba alimpenda sana mtoto Yesu, maana tunaadhimisha
ile sikukuu ya watoto mashahidi, kumbukumbu ya watoto mashahidi tarehe 28 mwezi Disemba, kwamba waliuawa tangu miaka miwili kurudi mpaka sifuri, kwa sababu Herode alikuwa anaogopa huyu mfalme ni mfalme wa aina gani ambaye amezaliwa. Si kwamba alipenda amjue aende akamwabudie kama mamajusi, bali alipenda kujiuliza, mimi ndiye mfalme, huyu ni nani? Kama nyakati zetu viongozi wa kisiasa wanawoga kwa kuto kujiamini, wanawoga wakiambiwa ukweli, wanawoga wa kunyang'anywa madaraka yao kwa sababu si ya haki, hayana upendo, bali yamejaa fitina, binafsi, choyo, wivu na sifa mbaya ambazo kila mmoja aweza kuzitambua. Viongozi wa nchi wanachukua nafasi ya Herode, si kwamba waende wakamuone mtoto au wapate taarifa mtoto yu wapi, bali walitaka kumwangamiza. Ndiposa watu wema nyakati hizi wanaangamizwa. Herode tunapaswa kumwombea au tumpe jina gani au tumpe sifa gani? Lakini hiyo sifa tutampa kwa wakati wake. Aliogopa kumwona mfalme, alipenda kutafakari au si kutafakari, bali alipenda kumwangamiza huyu kama alivyowaangamiza watoto waliokuwa wa umri kati ya miaka miwili na kurudi mpaka sifuri, au mwaka mmoja au mwezi mmoja au siku moja, kwa vile alikuwa na hofu. Sisi wapendwa, tunamtazama Kristo aliye mfalme, ambaye ni mfalme anayetukomboa, ambaye ni mfalme anayetuonesha mwanga wa kumwendea Mungu, ambaye ni mfalme tukimtolea zawadi zetu anatutakasa, ambaye ni mfalme anatuangaza njia ya maisha yetu. Ndiposa tutaimba, tutakusanyika kwake tukimtazama huyu mfalme. Tumombe Mungu atujalie neema ya kumkiri Kristo, lakini kumkiri Kristo kunatokana na kufuata njia ya nyota ambayo ni mafundisho yake, ni injili yake inayotuelekeza kufika pale alipo Kristo mwenyewe. Tumombe Kristo ili tuweze kuitembea katika safari ya kuelekea wokovu wetu. Tumombe Kristo ili tunapomtolea dhahabu, uvumba na manemane, nasi tuweze kufikia tuzo ya mbinguni. Safari hii inahitaji neema ya pekee. Basi Mama Bikira Maria atuombee ili tuweze kuimba kama Isaya, inua macho yako utazame pande zote, wote wanakusanyana na kukujia wewe. Kwa vile sisi tu mawakili tumekabidhiwa uwakili na Kristo mwenyewe, tuweze kufikia utukufu wa mbinguni. Mama Bikira Maria iombee nchi yetu na tuombee nasi tuitambue nyota na tumtambue Kristo kwamba ni Bwana na Mwokozi wetu na ndiye mfalme wetu ambaye tunamtukuza, tunamwabudu na kumsifu katika maisha yetu, na safari yetu iongozwe na injili yake na mafundisho yake. Tumsifu Yesu Kristo.